Palipo na mavazi yako mwenyewe uko pale, nafsi yako iko pale, watu wanakuona wewe. Kama wana mavazi yako, maana yake wana jina lako, wana nafsi yako. Kama mwenye mavazi huna nguvu za Mungu, huna ulinzi wa kimungu, huna ulinzi wa damu ya Yesu, chochote cha hila ambacho utakifanya kwenye mavazi yako, wakiitaja nafsi yako itasemeshwa katika ulimwengu waliohitaji. Sio dhambi kutoa sadaka mavazi, lakini atamkie neno. Nampelekea yatima, tamkie neno. Mjane, tamkia neno. Yametoka kwenye mwili wako, tamkia neno. Mavazi ulioyaazima kwa marafiki, kayadai yarudishwe, wewe wamekataa kurudisha, wasamehe, waendelee kukaa nayo. Kama kuna nguo zako zilipotea, alafu baada ya muda nikarudi, hata kama una upako wote wa kutakasa, naomba hiyo usiyapokee. Kuna vitu unatumia upako, unatumia na akili, unatumia na hekima, unatumia na maarifa. Hujawahi kusikia watu wanapoteza pete za ndoa kwenye mazingira ya kutanisha, pete inapotea alafu hawajui ipotelea wapi, alafu hawajui wanaombaje. Kuna kitu kinawinga kwako, hakirudi kama kilivyo, kinabeba kitu katika ulimwengu wa roho. Moja kwa moja tuingie darasani. Na asante Yesu, angalau kidogo leo tumeanza mapema na tutatoka kwa muda mzuri. Amen. Somo ambalo tunalo lina kichwa kinasema vita ya kuifikia hatima yako. Vita ya kuifikia hatima yako. Nisome mistari minne leo kwa mara ya 4. Kuanzia kesho siku ya 5 nitakuwa nasoma miwili. Nitakuwa nasoma ule wa 3 na wa 4. Kuanzia kesho nitakuwa nasoma ule wa 3 na wa 4. Lakini leo siku ya 4 nikiwa namaliza ngwe ya kwanza, nisome tena mistari yote minne ya kitabu cha Zaburi ya 62. Zaburi ya 62 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Hata lini mtamshambulia mtu mpate kumuua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulani. Hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulani. Waliokuwepo jana watakumbuka kichwa ambacho tulikuwa nacho kile kidogo. Na jana nilipomaliza hapa, tuliwakatisha watu kwenye maombi. Hata mchungaji aliniambia watu walikuwa bado wana kiu ya kuomba na kuombewa. Kwa hiyo Mungu akikupa neema na kesho, urudie vitu vya msingi hapo, lakini uombe na watu tena. Nikamwambia mzee, hata mimi niliona nilipoambia watu wasimame, walikuwa bado wanataka kuendelea na maombi, lakini kwa sababu ya muda, angalau leo tutapata muda wa kuomba. Kile kichwa cha jana ambacho tulikikatisha kwa sababu ya muda kinasema takasa kwa damu ya Yesu vyote vinavyohusika na mwili wako. Alafu kwenye mabano tumeweka na hasa mavazi, nguo.
Takasa kwa damu ya Yesu, takasa kwa damu ya Yesu vyote vinavyohusika na mwili wako, na hasa kwenye mabano tumeweka hivyo, na hasa mavazi au nguo. Na jana nikiwa ninaanza nikasema unaweza ukakwamishwa kiroho, ukakwamishwa kimwili, ukakwamishwa kiafya, ukakwamishwa kielimu, ukakwamishwa kimahusiano, ukakwamishwa kwenye ndoa, ukakwamishwa kwenye kazi, ukakwamishwa kwenye biashara, ukakwamishwa kwenye uchumi, kwenye huduma, kwa lango la mavazi au kwa lango la vitu vilivyotoka mwilini mwako au vinavyohusika na mwili wako. Unaweza ukakwamishwa kupitia lango la mavazi. Wanaweza wakachukua vya kiroho kutoka kwako, lakini sio vya kiroho tu, hata vya kimwili, lakini sio vya kimwili tu, hata vya kimaisha wanaweza wakachukua. Naomba nirudie mistari michache kabla sijakupa mipya ya leo. Kitabu cha Marko mlango ule wa 5 ni mistari ambayo jana tuliisoma na leo tunaisoma tena. Marko mlango wa 5 ule mstari wa 25 mpaka wa 34. Marko mlango wa 5 mstari ule wa 25 mpaka wa 34. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Nisikie mtu mmoja akisema akaligusa vazi lake. Kwa mara ya pili, akaligusa vazi lake. Jina la Bwana libarikiwe. Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake, angalia vizuri, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka. Nguvu zimemtoka. Mama amegusa vazi, akapata signo kwenye mwili, amepona. Aligusa vazi, akapata signo kwenye mwili, kuna kitu kapokea. Yesu aliyeguswa vazi lake akapata signo kwenye roho, kuna nguvu zimetoka. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Mstari wa 34 akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Usichoke, twende kwenye pacha wa hii mistari. Luka mlango wa 8 43-46. Luka mlango wa 8, kitabu cha Luka mlango wa 8
mstari wa 43 mpaka 46. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Hii mistari tulitembea nayo jana kwa sababu ya uzito wa hiyo mistari na hiyo habari, kwa sababu tunaendelea nayo na leo, ndio maana nimeirudia. Kwenye Marko unaona inazungumzwa mavazi, wala Yesu asemi kama kuna mtu amenigusa. Anasema kuna mtu amegusa mavazi yangu. Mavazi yangu yameguswa. Nani alinigusa mavazi yangu? Kwenye Luka hazungumzi habari ya mavazi, anasema kuna mtu amenigusa mimi. Mama huyu anayetajwa kwenye Marko na kwenye Luka kwamba amegusa mavazi huku, kule amegusa Yesu. Hakumgusa Yesu, aligusa tu mavazi ya Yesu. Kwa hiyo kama ni uandishi, Marko iko sahihi zaidi. Kesi ilishia kwenye mavazi, nguvu zikatoka rohoni, mama akapona kwenye mwili wake. Lakini kwenye Luka Yesu anafanya kesi na kwa kubwa, anasema kuna mtu amenigusa. Kuna mtu amenigusa. Hazungumza habari tu mavazi, sema kuna mtu amenigusa. Kwa nini nimekupeleka hapo, au kwa nini nimependa kwanza hapo? Uone yakiguswa mavazi yako kiroho, umeguswa wewe. Ndio lengo la kukupeleka pale. Uone yakiguswa mavazi yako kiroho, wamekugusa wewe. Wakigusa mavazi yako kiroho, wamekugusa wewe. Wamegusa mavazi yako, wamekugusa wewe. Wamegusa mavazi yako, wamegusa mahusiano yako, wamegusa mavazi yako, wamegusa hiyo ndoa ulionayo, wamegusa mavazi yako, wamegusa hiyo kazi, wamegusa hiyo biashara, wamegusa mavazi yako, wamegusa maisha yako. Nitaka tuone, mama aligusa vazi la Yesu, kuna kitu aliondoka nacho kutoka kwa Yesu. Mama aligusa vazi la Yesu, kuna kitu alitoka nacho kutoka kwa Yesu. Palipo na mavazi yako, mavazi yako ulioyavaa, unayoyavaa mwenyewe uko pale, nafsi yako iko pale, watu wanakuona wewe. Mavazi si tu kwamba yanabeba nafsi kama ambavyo nilikwambia jana, lakini pia mavazi yanabeba na utambulisho wako, jina lako. Kisha kuangalia hivi na nguo ulizovaa, tunajua huyu ni mama fulani, huyu ni mzee fulani. Hata kiziba uso tunamwangalia tu, alivyovaa leo ndio hivi, ndio huyu. Kuna wengine kuna nguo ambazo wanazipenda kuzivaa mara kwa mara mpaka zinawatambulisha. Mavazi hayabebi tu nafsi ya mtu, lakini pia yanabebaga na jina. Yanabebaga na jina. Kwa hiyo palipo na mavazi yako, nafsi yako iko pale, jina lako liko pale. Kama wana mavazi yako, maana yake wana jina lako, wana nafsi yako. Kama mwenye mavazi, huna nguvu za Mungu, huna ulinzi wa kimungu, huna ulinzi wa damu ya Yesu. Chochote cha hila ambacho utakifanya kwenye mavazi yako, wakikuita jina utaitika, wakiitaja nafsi yako itasemeshwa katika ulimwengu wa roho, itapokea itakavyokabidhiwa, itapokea itakavyosemeshwa.
Twende taratibu. Mavazi si tu kwamba yanabeba nafsi, lakini pia yana uwezo wa kubeba na jina. Yanabeba na jina. Kisha niona nilivyovaa hivi, una haja tena kuangalia sura yangu hapo nje. Sema huyu nitembea hapo kaziba kavaa kiroba, ni Isaac Omari, tulimwona hapo. Isaac Omari. Utahitaji utambulisho wengine wote mavazi. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, tusogee sasa pale pale tunapokwenda. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 19. Ufunuo wa Yohana mlango wa 19. Kwa wale wanaoandika, andika mstari wa 13 mpaka wa 16. Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 16. Naye amevikwa vazi. Hebu sema amevikwa vazi. Kwa mara ya pili, amevikwa vazi. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali hutoka kinywani mwake, ili yawapige mataifa kwa huu. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Angalia mstari wa 16. Angalia mstari wa 16. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake. Jina limeandikwa katika nini? Jina limeandikwa katika nini? Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Nilitaka tulione hilo. Nimeanzia kokote ili umjue anayezungumzwa ni nani. Ni Yesu Kristo. Ana vazi, na juu ya hilo vazi kuna jina. Kuna jina. Hilo jina linatuambia huyu ni nani. Ni fulani ndiye aliyeko hapa. Ni fulani ndiye aliyeko hapa. Kwenye vazi kuna jina. Kwenye vazi kuna jina. Kwa hiyo kwenye vazi kuna utambulisho wako. Kwenye vazi kuna jina. Kwa hiyo kwenye vazi kuna utambulisho wako. Na wewe unafahamu vizuri ya kwamba mavazi yana siri ya ajabu sana. Nakwambia unafahamu vizuri kwa sababu ya mfano nitakaokupa. Mavazi yanabeba jina, yanabeba nafsi, na kuongezea kingine, nafasi. Kwa mfano, mavazi wanayovaa askari au mavazi ya kiuaskari yana siri ya ulimwengu wa roho. Juu ya vazi la askari utaona jina lake, sio juu ya mwili wake. Juu ya vazi haandikwi usoni, jina lake linaandikwa kwenye vazi. Na juu ya vazi la askari ukishaona jina lake, utaona na nafasi yake au cheo chake. Hata kama ana cheo, vazi litakwambia huyu ni askari wa kawaida. Kwenye mavazi, kwa kimwangalia askari, huna haja kumuuliza wewe ni nani. Unaangalia tu mavazi aliyoyavaa, unafahamu ni fulani. Dereva mmoja wa daladala alifikisha siku moja, anasema unajua nilikuwa nimeiba ruti. Maana yake ameenda ruti sio kwa ya kwake, ruti nyingine. Alienda mbali na gari yake sio ya kule, hata mstari wake sio huko. Askari akampiga mkono, akaja
Tunasikia anakuja tu pale, dereva akaanza kumchangamkia. Mzee fulani, shikamoo, mzee fulani, kama vile anamfahamu. Yule mzee akashtuka, akatekewa. Mzee alisahau ya kwamba jamaa amesoma haraka hapa. Kwa hiyo mzee akafikiria ananifahamu vizuri. Unaona tunafanya naambia mzee fulani, bwana unisahau bwana. Unisahau kabisa. Mzee fulani, bwana unasahau ndio mzee. Chafikini akaanza kucheka. Ikumbusha mambo, tutakumbushana bwana. Ngoja niwahi kidogo afu nakukumbusha bwana. Nakupigia simu. Mzee fulani. Kumbe mwenzie aliwahi wapi? Aliwahi wapi? Hamjui, sasa simjui. Lakini ile anakuja tu nikaangalia hapa. Alikaangalia hapa. Kajua ndio yeye. Ndio yeye, hawezi kukwepa. Hajavaa la mwingine la kwake. Akatoboa. Na askari ana amani, nafahamika kumbe huku na madereva daladala wana. Kana mtaani vijana wangu hao, kumbe hamjui. Vazi linabeba jina. Vazi linabeba nafsi. Vazi linabeba nafasi. Ni muhimu sana ni muhimu mno kuelewa mavazi ulionayo kwenye mwili wako, yanayopita kwenye mwili wako. Waga nawaambia watu, hata kama unatoa sadaka, sio dhambi kutoa sadaka mavazi, lakini yatamkie neno. Yatamkie neno. Nampelekea yatima, tamkie neno. Mjane, tamkia neno. Tuna moyo wa ukarimu wa Kristo, tuna moyo wa ukarimu. Tunatembelea vitoto vya watoto yatima, tunapeleka mavazi kwa wajane, tunapeleka safi kabisa. Nitamkia tu neno. Sizungumze kwa ubaya, tamkia tu neno. Yametoka kwenye mwili wako, tamkia tu neno. Tamkia tu neno. Kwa sababu wewe sio mwana sesere wa kuvalishwa leo gauni, kesho utavalishwa ile. Wewe ni binadamu. Wewe ni binadamu. Sio mwana sesere, wewe ni binadamu. Vazi linakubeba. Niongea mahali, niongea hapa. Kama kuna watu wako kwenye semina hii jioni ya leo, kuna mavazi yaliibiwa au yalipotea katika mazingira ya kutatanisha. Miaka miwili, miaka mitatu, mwaka mmoja. Hata yakirudi kwa namna yoyote ile usiyapokee tena. Hata kama una upako wote ukutakasa, naomba hayo usiyapokee. Naongea taratibu sana, vitu vizito. Kama kuna nguo zako zilipotea, mazingira yasiyoeleweka, au hata unayoelewa, nilifua nikaanika hapo, vibaka wakapita nazo, alafu baada ya muda nikarudi. Nitakupa mfano hapa wa ajabu sana. Ndio tunasikizishwa makanisani mpaka masikio yanawasha. Mama mmoja alikuwa anafua nguo za watoto, nguo za mwanae mdogo, mtoto wa mgongoni. Nguo za ndani mama anafua za mtoto wake, analika kwenye kamba, mchana kweupe. Siku ya Jumatano, Buza, nina semina pale wakati huu. Sijasahau shuhuda, ni kituko. Ya unasikia jambo, mpaka unamuuliza mama, unachoniambia una uhakika nacho? Mama anambia, mtumishi na akili zangu timamu. Yaani uelewi. Mama anasema anafua nguo za mwanae, nguo za ndani za mwanae, za mtoto mdogo, mtoto wa mgongoni, anaanika kwenye kamba mchana. Anasema mbele ya macho yake aliona kunguru, huyu nemjua, ndege kunguru ametua kwenye kamba, akachukua nguo ya mtoto ya ndani, anaondoka naye. Mama ameshikwa na bumbuwazi, ameshikwa na butwa. Huyu kunguru amechukua nguo ya mwanangu, kitu gani amekiona? Sema alishtuka. Ni kitu cha ajabu, hajawahi kukiona. Na ameondoka kunguru, wala hakutua kwenye miti ya karibu. Ilikuwa Jumatano. Mama anasema imemsumbua na hakuelewa. Na alikuwa hajaokoka, angekuwa ameokoka angeanza kuita damu ya Yesu. Kwa ni Mkristo, lakini ni hao wa kawaida ambao waamini sana habari za Mungu mpaka watikiswe. Ndio wanamtafuta Mungu. Ilikuwa Jumatano. Anasema ana maswali mengi Jumatano. Amekaa Alhamisi haelewi. Amekaa Ijumaa haelewi. Jumamosi amekaa zake hapo nje kwenye kibao chake, anachambua mboga, tena ni mchana. Jumamosi anachambua mboga.
Hatujui ni kunguru yule yule au ni mwingine. Anapita tena hapo kwenye kamba na dondosha nguo ya mtoto iliyochukuliwa Jumatano, inarudishwa leo Jumamosi. Mama, chukua, endelea kuitumia kwa mwanao. Shuhuda kama huo hata masikio na washa. Nitasema ni kweli, kunguru wa Dar es Salaam ni wa roho. Kunguru wa Dar es Salaam anachukua mpaka vijiko, utafikiri wanajiandaa kwenda kuoa. Anachukua mpaka kijiko, mabakuli, kikombe anabeba kikiwa na shombo, anabeba kunguru anaondoka naye. Kwa hiyo sikushangaa sana, lakini ile ya kuniambia kwamba ilirudishwa ndio ilinishangaza. Ya kuchukuliwa haikunishangaza kwa kunguru wa Dar es Salaam, haikunishangaza. Lakini kuniambia kwamba baada ya siku 3 Jumamosi imerudishwa tena mchana, mama huko unachambua mboga na wamekuona huko pale, utaiona uichukue ungalishe mtoto, ya kurudishwa ndio ilinishangaza. Kwa hiyo mama amekuja Jumapili, tunaanza semina pale Busa. Anasema mtumishi, nguo yenyewe ni hapa, anaitoa kwenye nini? Kwenye kipochi alikuwa ameitunza. Ni hii nguo ilipotea Jumatano, kunguru kaondoka nayo. Kunguru karudisha Jumamosi jana. Kwa hiyo nimekuja kwenye maombi sasa. Tayari ameshatikiswa, anamtafuta Mungu. Sielewi maana yake nini. Nikamwambia mama, nguo hiyo jana ulimbalisha, akasema nimeogopa kumbalisha mtoto. Nataka kwanza jiombewe ndio nikaombalisha. Nikamwambia hata ikiombewe itachoma moto. Sio kuvaa tena mtoto. Kuna vitu unatumia upako, unatumia na akili, unatumia na hekima, unatumia na maarifa. Kwani miaka 2 ulikuwa unavaa hizo nguo walikuwa nazo huko, leo zimerudi kinyungizo, wamekurudishia kwenye kabati, unaziona na unatafuta kabati zima kuja huko kuziona, wameziingiza kimazingara, zipo kwenye kabati. Kwani sijavaa miaka 2, siache tu ziendelee kubaki huko uzitoe. Wanaweza kurudisha kwa namna yoyote ile kama wanakuwinda, na kama kibali chako ni kikali utawindwa na kufanyia mtuko vya ajabu sana. Nilitafuta kwenye kabati sikuona, lakini leo nimeona iko hapa. Jamani, unavaa kama ulikunjua kabati zima hukuiona, baada ya miaka 2 inaonekana. Iwekee mashaka kwanza. Iwekee mashaka kwanza. Nilipata shida kwa huyu mama aliponiambia nguo imerudishwa na ndege, kunguru aliyechukua kairudisha nguo. Ilinisumbua. Sasa walikwenda nayo wapi? Walitumwa na nani? Walikwenda nayo wapi? Waliifanyia nini? Hatujui, hatukuwepo huko. Lakini ilitoka Jumatano mchana, imerudi Jumamosi mchana. Vitu vigumu sana. Niliwasimulia, nafikiri kama si hapa ni mahali pengine, habari ya dada aliyemvuruga mdogo wake kutumia nguo ya ndani. Dada nimekutana naye Morogoro, amechoka, amepigika, msomi mzuri, aliyemalizia elimu yake Uingereza, akapata na kazi na mchumba, lakini alikuja kupigwa na dada yake kupitia lango la nguo. Kisa nini? Huyu binti mdogo, wazazi wamewasomesha watoto wao. Wa kwanza mkubwa naye ni dada, yuko hapa Dar es Salaam. Sitamtaja jina lake, japokuwa nalifahamu, alinitajia mdogo wake. Matajiri tu wakubwa na mume wake, miaka hiyo sijafahamu sasa hivi. Lakini walikuwa wamewasahau wazazi kule nyumbani. Wazazi wananyeshewa mvua, ya wao kwa mjini na mume wake wanakula raha. Sasa huyu mdogo alisoma naye kwa bidii sana ili afanikiwe asaidie wazazi. Dada huo moyo hana. Yuko busy tu na mume wake na miradi yao na maisha, wamesahau wazazi kijijini. Wazazi waliosomesha kwa gharama kubwa kwa kilimo. Mama wanalima kule na baba wasomesha watoto. Wamesoma, wamefanikiwa. Huyo mkubwa firstborn ameshasahau kama ana wazazi nyumbani. Hana msaada nyumbani. Dada huyu mdogo wake sasa sema no, nitawasaidia tu nyumbani. Na Mungu akamnyoshia mkono. Mlango ukanyoka. Kapata scholarship ya kwenda huko UK. Kamaliza scholarship yake, kapewa majaribio ya kazi gani, akafanya vizuri, akapata ajira. Kupata ajira naanza kupokea paundi. Hela zinaingia. Sasa mtu wa mawasiliano Tanzania ni dada yake, ndio msomi mwenzie na ndio anajua mambo ya mitandao. Kwa akaona zungumza,
akampa wazo dada. Dada sasa napata mshahara, nafikiria dada tufanye kitu kwa ajili ya wazazi. Hata kama nyinyi hamjajiandaa kwa sasa, mimi naomba mishahara yangu niingize huko. Kwa hiyo dada, naomba nikupe kazi, uende nyumbani ukatafute mahali pazuri pa kiwanja karibu na pale nyumbani ambacho tutanunua, tuwajengee wazazi nyumba nzuri. Watoke pale kwenye ile nyumba ya miti. Dada naye wao akapokea wazo, mdogo wangu na akili sana, wazo zuri. Anza kuleta hizo hela. Binti yuko Ulaya anatuma hela. Msomi wa Tanzania ndo dada mkubwa, anapokea hizo hela. Ambaye nimeshapata kiwanja, nimeshaanza ujenzi, nimeshafanya, kumbe hakuna anachokifanya. Kuna anachokifanya, hela zinaingia tu hapo. Yule anafanya kazi kwa bidii. Dada anapambana kuwajengea wazazi kule. Kazi dada, tumepungukiwa nini? Tunakaribia kwenye lita, kwenye nini? Dakutumia na picha. Unafahamu pale kwa juu kwa mzee fulani tumechukua kwa pale. Dada pale pazuri, ndio uko pale. Dakutumia na picha. Anamtumia picha za uongo, sio ni picha za wapi? Kwamba nyumba inakaribia kwa hiyo. Yone ni nzuri dada. Hongera dada. Kumbe hakuna cha nyumba wala taarifa wazazi kwamba wanajengewa hapo. Huyu hapa kasema mtu, baba anakusalimia, baba amesema ni hivi, mama anakusalimia, mama amesema ni hivi. Na amehakikisha kwamba mdogo wake kule hapati mawasiliano ya kijijini. Kwa hiyo inapitia Dar es Salaam ndio iende nyumbani. Sio baada ya miaka mingapi dada watu kule kapata mchumba mzungu. Sasa wanakuja nyumbani kuja kutambulishana Tanzania, lakini pia dada aje kuona nyumba aliyojengea wazazi, aone furaha ya wazazi, pate baraka za wazazi. Dada akasema bana, nitashukia Kuna shida gani leo jamani? Maana tatizo la mahubiri sio siasa. Siasa unaochukua tu hapo. Mahubiri una revelation iende na shuhuda. Mzee Mwipili anafahamu haya mambo. Hapa Roho wa Mungu ndio yuko kazini. Sasa mkitutoa hivi tunayumba sana. Mungu anapokuwa ameufinya binadamu anatawala yeye, basi tuendelee hivyo. Walikuwa ni wenyeji wa Kilimanjaro, sikwambii kitongoji gani. Yule dada wa kule akasema, dada, nafikiri mimi nitashukia nyumbani. Nitashukia Kia. Nyinyi mtoke Dar es Salaam, mtatupokea huko, twende nyumbani. Huyu dada wa Dar es Salaam, haina haja, shukieni Dar es Salaam, tuwapokee hapa nyumbani vizuri, tunaondoka hapa na magari yetu, tunaenda huko tukiwa tumejipanga vizuri. Itapendeza. Kwa nini unashuka pale airport kama yatima, uko na shemeji kama vile mkiwa una ndugu zako tupo huko? Kwa maana kwake alijua mdogo wake akishukia Kia moja kwa moja nyumbani anakuta nyumba ya miti hiyo aliyojenga haipo. Kwa hiyo anataka ashukie huko. Kwa hiyo akampa na tarehe za kuja. Huyu wako anapambana sasa, anavijua yeye. Wakaja, dada amekuja na mzungu wake, wametoa hapo Dar es Salaam. Hawa wametoka zao nyumbani na gari yao mpaka na maua kwenda kupokea wageni. Mashada kumbe ya kinafiki, ya uchawi, ya giza. Kwambia tu habari ya nguo. Kufika mpaka pale wanamuhadi huku na huku, walisha shada, karibuni sana, huyu ndio shemeji, kwenye gari nyumbani. Walikuwa hawajaokoka wote, na wote ni Wakristo. Kilikuwa walikuwa hajakata shauri, hajampata Yesu. Sasa huyu dada na huyu rafiki yake wa kizungu wamezoea huko, kumbe wakikutana wenyewe wanaogaga pamoja. Hawajaoana bado, lakini ndio wazungu sasa. Kwa hiyo hata hapo alitaka iwe hivyo, wakaambiwa bwana, hapa tuna watoto, ataenda mmoja mmoja. Kwa hiyo wakaelekezwa mahali pa kwenda kuoga, aende mmoja mmoja, msingie wote. Sikiliza, atakusaidia mtu wa Mungu. Nakwambia vitu vya ukweli. Ule nimemkuta akapigika Morogoro. Hana mbele hana nyuma. Ndio ananipa huo shuhuda. Anasema, bwana, nilianza kwenda kuoga mimi mwenyeji. Nimetoka mimi, chumba wangu naye ameenda. Chumba wangu akiwa bafuni,
Dada yuko na mimi huko chumbani kwetu, sasa ananielekeza jinsi kukaa hapo ndani na nini, lakini pia kuna zawadi ameniandalia, akanitolea nguo ya ndani. Sasa tusikuwa na mashaka nayo, ni mpya, lakini inatoka kwenye mikono ya nani? Aliyebeba kitu gani ndani ya roho yake? Hujui. Ni zawadi. Hebu ijaribu. Unajua sasa hivi mnenepa, hebu ijaribu kwanza. Anamlazimishia jaribu. Yule mzungu anaoga kule. Hebu ijaribu. Anasema dada bwana, sasa wote ni wanawake, wasichana, hamna shida, hamna kunena hivyo. Anaingiza mguu wa kwanza, anasema ule mguu wa pili fahamu zikaondoka. Akapiga mayowe, hakuinuka miezi 3. Na anainukia Muhimbili hospitali. Mzungu wa watu alisubiri, atarikava. Anaona hata visa inaisha. Wazazi wa Kilimanjaro sasa waliwaambiwa mgeni anakuja, wajibisa kwamba watoke kule waje kuangalia mgonjwa Dar es Salaam. Dada anazindukia miezi 3 hospitalini, ana ugonjwa kutetemeka hivi, haueleweki ni kiharusi ni kitu gani, na haongei vizuri. Wazazi kuja hapa tena, mgonjwa kwanza kumhudumia mgonjwa. Kwa hiyo wazo la hata kuuliza nyumba ya wazazi ikoje halikuja kwa haraka. Yule mzungu akaondoka kwa hii kazi kule kwao. Hali imeshabadilika. Lakini baadaye dada angalau kufahamu zikawa zinamrudia. Sasa yuko na wazazi wamekuja kumuona na kumuguza. Iko na dada yake, nyumbani kwa dada yake. Akavizia kampeni kidogo, dada hayupo, ndo anamuuliza baba na mama, nashukuru mmekuja kuniangalia na kuniuguza, lakini vipi nyumba umeifurahia? Maana anaona hawaongei habari ya nyumba wala hawasemi chochote kuhusu nyumba. Baba na mama, nyumba mmeifurahia nyumba? Na wazazi wanashangaa, nyumba ipi? Ambaye tuliowajengea na dada, nilikuwa natuma hela kwa dada, tuliowajengea na dada. Sema hakuna nyumba wala kiwanja. Anazimia tena pale kitandani. Nimekutana naye Morogoro, msomi yule, hana mwelekeo. Amekuja kwenye mkutano wa Mvumo, mzee Mwipile, mkutano ulionipeleka Mvumo, kanitambulisha. Wananiita wale ndugu kila mwaka. Mungu akubariki sana baba. Mkutano wa mkoa, moja wa makanisa. Dada amekuja pale, ushiriki wa mji mpya kwenye counseling, anatetemeka ile. Ndio mtumishi, mwaka wa 6 niko tu nyumbani, hakuna mwelekeo. Hakuna cha ndoa na mzungu, hakuna cha kazi ya Uingereza. Amenivuruga. Baba na mama hawana nyumba, analia tena. Lango, nguo ya ndani, zawadi kutoka kwa dada. Alikuwa nayo wapi? Aliifanyia nini ndio ailete kwako hivi? Mavazi ulioyaazima kwa marafiki, ukayadai yarudishwe, wewe wamekataa kurudisha, wasamehe, waendelee kukaa nayo. Kwa sababu kuna aina ya maombi tutayaomba leo. Watabaki na mavazi, hawataiona nafsi yako. Watabaki na mavazi, hawataiona nafsi yako. Kuna aina ya maombi tutayaomba leo. Kwa hiyo kama ulidai wewe ni jamaa, gauni langu mwaka wa 2 huu, mwache endelee nao. Shati langu jamani, mwaka wa 3, kusuna mengine utavaa. Viatu vyangu mwaka wa 6, mwache. Mmoja alisema mahali, mtumishi, mimi nilimwazimisha mtu wigi langu la thamani OG. Nimwachie wigi langu OG. Sema mtumishi, wigi langu OG. Nimwachie wigi langu OG. Andalifuata mtumishi. Kambia alifuata, kiniangalia siondoke na kichwa. Mgeukie mwenzio, mwambie kuwa makini. Mwambie tena kuwa makini. Mwambie tena kuwa makini. Mwambie tena kuwa makini. Unajua kusikia watu wanapoteza pete za ndoa kwenye mazingira ya kutanisha, pete inapotea tu afa hajui ipotelea wapi. Wengine wao wanaziona, wengine wao hawazioni kabisa. Afa hawajui wanaombaje. Pete ya ndoa ya thamani, dhahabu, inapotea kwenye mazingira yasiyoeleweka. Sio nilikuwa nafua, sio niliweka wapi, sasa sikumbuki. Vingine vyote akivivua akiviweka maana nakumbuka, lakini pete ya dhahabu ya 200,000, 300,000, lakini hakumbuki alipoiweka.
Mwingine baadaye anaweza kuiona mahali. Ilienda wapi ajui. Na wengi wao wakiona tu pete yangu kavaa tena. Wengine zikipotea zinaenda. Imetoka kwenye kidole, kwenye mwili. Kuna kitu kinawinda kwako. Kuna kitu kinatafutwa kwako. Vinavyotoka kwenye mwili wako vina jina lako. Vinavyotoka kwenye mwili wako vina nafsi yako. Vinavyotoka kwenye mwili wako vina nafasi yako. Kwa hiyo lazima uwe makini. Kama unaweza kuvisamehe hivyo vilivyoenda, vingine huko amevingangania, samehe. Mungu ataleta vingine. Mungu ataleta vingine. Lakini kama vinarudi, vilienda vikarudi, hata kama uliazimisha kwa siku 3, ndio unamwamini sana, ni shosti wako, kabla vijaingia kwenye mwili wako, vitakase kwa damu ya Yesu. Ndicho kichwa ambacho tunacho. Takasa vyote kwa damu ya Yesu. Kabla havijagusa tena mwili wako, takasa kwa damu ya Yesu. Sababu waga vinabeba kitu, vinabeba roho, vinabeba kitu katika ulimwengu wa roho. Hakirudi kama kilivyo, kinabeba kitu katika ulimwengu wa roho. Hivi unajiuliza maswali. Kwa nini Mungu alipomfufua Yesu siku ya 3 kutoka kaburini hakumfufua na mavazi aliyozikwa nayo? Umeshakujiuliza hilo swali? Kwa nini? Yesu alipozikwa kaburini hakuzikwa akiwa uchi. No, hakuzikwa akiwa mtupu. Alifungwa sanda na vitambaa vya leso. Alizikwa kaburini, amefungwa sanda na vitambaa vya leso. Alivalishwa vazi la maiti, vazi la marehemu. Biblia tunayoisoma inasema Yesu hakutoka na sanda, hakutoka na vitambaa vya leso. Hebu nikupe hiyo mistari, alafu tusogee tena mahali fulani ili uweze kuelewa kitu. Na mtu mmoja aseme amina. Luka mlango wa 24 mstari wa 12, alafu nikitoka hapo nitaenda kwenye Yohana 20:4 mpaka 8. Nikupe mistari yoyote mwili, kwa sababu hawa wainjilisti hao wawili wameandika hii habari vizuri. Na mtu mmoja tena aseme amina. Luka mlango wa 24 ule mstari wa 12. Tunakaribia kwenda kuomba, leo ni siku ya maombi. Luka 24:12. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastajabia yaliyotukia. Tusogee kwa Yohana. Yohana 20 mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 8. Yohana mlango wa 20 mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali mahali pa peke yake. Mstari wa 8. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini. Wameona nini? Wameona sanda, wameona vitambaa vya leso. Yesu yuko wapi? Hayupo kaburini. Hayuko kaburini. Amefufuka akiwa mtupu? Yuko uchi? No, hapana. Nani aliyempa mavazi Yesu ya kuvaa baada ya kufufuka kwake? Mungu aliyempa mavazi mengine. Lakini haya aliyoingia nayo kaburini, yaliyokuja na roho ya mauti, yaliyokuja na roho ya marehemu, yaliyokuja na aibu ya msalaba, hakufufuka nayo kutoka kaburini siku ya 3. Kwa hiyo mavazi ya Yesu aliyozikwa nayo yalibakia kaburini,
lakini nafsi ya Yesu haikubakia kaburini. Jina la Yesu halikubakia kaburini. Roho ya Yesu haikubakia kaburini. Mwili wa Yesu haukubaki kaburini. Naongea nini Isaac Omari kwa watu wa Segerea jioni ya leo? Kama hayo mavazi wameenda nayo kwa waganga, kwa wachawi, kwenye matambiko, wameenda kufanya chochote cha hila, chochote cha uovu, tunafanya maombi hapa. Kama Mungu aliweza kumtoa Yesu kwenye lile kaburi, mavazi hakutoka nayo, yaliyobeba roho za uharibifu, yaliyobeba laana ya ulimwengu, yaliyobeba dhambi zote, yaliyobeba mauti, yaliyobeba aibu ya msalaba, hakutoka nayo. Na Yesu hakukamatwa na hilo kaburi, mavazi yalibakia yenyewe pale. Wakina Petro alishuhudia tu, ni sanda ziko hapa na leso, lakini mwili haupo, yeye mwenyewe hayupo. Vivyo hivyo na wewe, Mungu atakutoa popote ambapo walichukua mavazi yako, wakawa wanaliona jina lako na nafsi yako, wakikuita unaitika wakati wewe haupo pale. Maombi ya leo na ufunuo huu utakuondoa jina lako pale na nafsi yako pale. Maana yake wanaweza wakabakia na hayo mavazi, lakini hayatakuwa na athari kwako. Kama ambavyo Petro aliyaona mavazi ya Yesu kaburini, aliona sanda na leso, lakini Yesu mwenyewe hakuwa pale. Alikuwa amefufuka, ameshinda kifo, kaburi na mauti. Ndivyo itakavyokuwa na kwako pia. Unatoka kwenye mashimo yao, popote ambapo walichukua nguo zako, wakaenda kufanya wanachokijua wao, wakatamkia magumu nafsi yako na jina lako, wakakufunga. Leo vifungo vyao vinakatika, kamba zao zinakatika, makaburi yao yanakuachia. Unatoka kwenye hayo mashimo, unafufuka na unapewa vazi jipya. Mungu yule yule aliyempa Yesu vazi jipya ndiye Mungu huyo huyo atakayekupa na wewe vazi jipya unapotoka 2025 kuingia 2026. Hakuna aliyesikia wala aliyeelewa. Acha niseme tena kwa mara ya pili. Nimesema Mungu yule yule aliyemfufua Yesu bila sanda, bila leso, akampa mavazi mengine ya heshima na utukufu, ndiye Mungu huyo huyo anayekuinua na wewe kwenye hayo mashimo ya uharibifu, hayo mashimo ya mateso. Mahali pa nguo zako anakupa vazi lingine, vazi la sifa, vazi la heshima, vazi la kibali. Kama kuna mtu mmoja anapokea unabii huu ya kwamba ni wa kwake, angeinua mikono yake miwili juu, apige makofi mazuri kwa Yesu mwana Mungu aliye hai. Piga, sema haleluya. Hatutaenda makaburini kuchukua sanda, wacha wabaki nazo. Hatutaenda kaburini kufuatilia leso ambazo tulitupwa nazo, tukazikwa nazo, acha wabaki nazo. Lakini watatuona tukiwa mjini tumependeza, biashara zinaenda. Watatuona tukiwa mjini tumependeza, ajira zinaenda. Watatuona tukiwa mjini tumependeza, na majumba tunajenga, na magari tunaendesha, na hela tunamiliki, na watoto wanasoma vizuri. Mpaka watashangaa, zile nguo ni za huyu kweli au tulikosea? Watajua ya kwamba ni za kwako, lakini Bwana ameiondoa nafsi yako pale, ameliondoa na jina lako pale, ameuondoa na uhai wako pale, na amekupa vazi lingine na utambulisho mwingine. Wanaopokea waongeze makofi mazuri kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Piga, sema haleluya. Tikisa jirani kwenye bega, mwambie usijali kama waliondoka na mavazi yako, acha wabaki nayo. Hata wakirudisha usiyavae tena. Liko vazi jipya, liko vazi jipya. Utapewa wigi jipya kuliko lile ambalo limepotelea kule. Utapewa mavazi mengine. Mabibi na mabwana, hatutakwenda makaburini kutafuta mavazi. Ya kwetu yanatoka juu, ya kwetu yanatoka juu, ya kwetu yanatoka juu. Waliotufungia milango wakajua ya kwamba wana mavazi yetu, kwa hiyo wana majina yetu, kwa hiyo wana nafsi zetu, wameyaweza maisha yetu. Watashangaa kwamba tunachanua na kustawi mbele ya macho yao. Wanaopokea unabii huu waongeze tena makofi mazuri kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Piga, sema haleluya. Wewe
hautembei na karata ya Lazaro, unatembea na karata ya Yesu mwenyewe. Lazaro alifufuka na sanda zake na vitambaa vyake. Yesu hakutoka na sanda wala vitambaa. Muulize mwenzio, wewe wa Lazaro au wa Yesu? Mwangalie usoni, muulize, wewe wa Lazaro au wa Yesu? Mwambie wa Lazaro wanadai sanda na leso lakini wa Yesu wanadai vazi jipya. Natangaza vazi jipya, vazi jipya, vazi jipya, vazi jipya, vazi jipya, vazi jipya, vazi jipya. Sengerea vazi jipya, sengerea vazi jipya. Nimesema vazi jipya. Walichukua mavazi yako wakafunga mahusiano, unapokea vazi jipya, mahusiano yanainuka. Walichukua vazi lako wakafunga ndoa, unapokea vazi jipya, ndoa inainuka. Walichukua mavazi yako wakafunga uzao wako, unapokea vazi jipya, uzao unainuka. Walichukua vazi lako wakafunga biashara yako, unapokea vazi jipya, biashara inainuka. Walichukua vazi lako wakafunga kazi yako, unapokea vazi jipya, kazi yako inainuka. Walichukua vazi lako wakafunga kibali chako, unapokea vazi jipya. Nimesema kibali kinainuka. Kama kuna watu wanaopokea unabii huu, wangempigia tena Bwana Yesu makofi mazuri, shangwe na vigelegele. Ninaongea na watu ambao wanapokanyaga miguu yao ndani ya Januari 2026 wanakuwa na kibali kipya. Sio wale wa mwaka uliopita. Wanakuwa na kibali kipya. Ana vazi jipya, ana kibali kipya, anaenda kwenye hatima. Ana vazi jipya, ana kibali kipya, anaenda kwenye hatima. Ana vazi jipya, ana kibali kipya, anaenda kwenye hatima. Ana vazi jipya, ana kibali kipya, anaenda kwenye hatima. Ana vazi jipya, ana kibali kipya, nenda kwenye hatima. Kama unapokea, ungeongeza makofi mazuri kwa Yesu mwana wa Maria. Hebu sema, hapa natoka. Sema, kaburini natoka. Na mavazi yao na waachia, na sanda zao na waachia, na leso zao na waachia. Natoka na vazi jipya. Wangapi wako tayari kutoka na vazi jipya? Nenda kawashangaze waliokudharau. Nenda kawashangaze waliokupuuza. Nenda kawashangaze waliokubeza. Nenda kawashangaze waliokukataa. Nenda kawashangaze waliokuona si kitu. Nenda kawashangaze waliokuona ufai. Nenda kawashangaze kwamba una vazi jipya. Kuna viwango utafika, kuna viwango utafika hata wakikudharau hautadharaulika tena. Unaweza ukadharaulika ukiwa chini, lakini kuna viwango Mungu atakupeleka na vazi hilo jipya. Hata wakikudharau haudharauliki tena. Baba ana neno, acha nimsikilize kwanza mzee. Kuna kitu kinafukuta ndani. Ndio. Yes. Hebu tuende kwenye Daniel mlango wa 3 mstari wa 21. Daniel 3 naanzia 21. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Ndio, Luka 27 mstari. 27 mstari. Na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao,
wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Ongeza makofi kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ongeza tena makofi kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Sema haleluya. Yesu akishaingia kati, vinavyochakaa vitachakaa tena, vilivyorogwa vitarogeka tena, vilivyoangushwa vitaanguka tena. Sema amina. Walipokuona umekuwa dhaifu, ghafla Mungu anakutia nguvu. Sasa nikiendelea na hii ya baba, tutafika tena kama juzi hapa, mwanze kulalamika. Twendeni kwenye maombi, simama kwa miguu yako. Juzi mlienda kulalamika kwa baba, muda. Nyinyi mna fujo. Jana tukatoka mapema mkalalamika tena, tumwai kutoka tujaomba. Simama tuombe, segerea kiboko. Utakachokivaa hakitaunguzwa na moto wa tanuru, hakitarogeka. Sijajua mzee anazipataga wapi hizi. Tafikiri tulikuwa tunaomba wote kwenye chumba cha maombi. Nataka tumtolee Mungu sadaka zetu nikiongoza maombi ya sehemu ya kwanza, alafu kuna watu wachache tutawaita mbele. Tutawataja baadaye wachache. Tumetenga muda wa maombi uwe na amani. Lakini muda huu niombe kwa ajili ya sadaka, tusemeshe mbele za Bwana. Kama unahitaji bahasha, viongozi wanazo. Kama ulichelewa kidogo, inua tu mkono wako juu, viongozi watakupa bahasha, uweke sadaka yako ya leo. Asante. Unakuna mikono, tuifikie. Tuokoe muda, tukaingia kwenye maombi. Saa 2 kamili tayari. Tupate muda kidogo wa kuomba. Unahitaji bahasha kwa sadaka ya leo, inua tu mkono wako juu. Kama hauna bahasha, viongozi watakuja. Kuna mkono dada yangu anainua pale katikati. Asante sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Kuna mwingine unahitaji bahasha, inua mkono juu kama unahitaji bahasha. Kuna mwingine uko pale kulia kwangu kabisa. Asante. Kama kuna mwingine. Okay, weka sadaka yako, ishike kwa mkono wako wa kuume, mkono wa kulia inua juu. Funika macho mtu wa Mungu, na kupa dakika moja tu ya kutafakari. Ni nini kimepotea kutoka kwenye mwili wako? Ni nini kimepotea kwenye mazingira ambayo huielewi? Alafu unajisemesha katika roho, Mungu, sadaka yangu ikapigana hiyo vita. Ilikoenda ile pete yangu ya ndoa, ilikoenda ile pete yangu ya uchumba, ilikoenda ile nguo yangu, zilikoenda hereni zangu, zilikoenda bangili zangu, vilikoenda viatu vyangu, zilikoenda nguo zangu. Sadaka hii isinyamaze, sadaka hii isiwe na kimya. Ndio unaweza ukasimama kwa niaba yako, kwa niaba hata ya watoto wako pia. Zamani palikuwa kuna michezo ya kichawi, watoto kunyolewa nywele. Wanapeleka wapi hizo nywele? Saluni za usiku wa manane. Mtoto amelala kwenye neti bado ananyolewa. Mwambie Mungu, sadaka isinyamaze, iende pale. Sijui pete yangu iko wapi, sijui nguo yangu ile iko wapi, sijui. Hii iliibiwa sawa, walioiba wamepeleka wapi sijui. Mungu sijui, lakini naomba sadaka yangu isinyamaze. Naomba sadaka yangu hivi ninavyoongea. Kuna watu wanatembelewa na nguvu za Mungu. Nashuhudiwa katika Roho Mtakatifu. Kuna vitu Mungu anawakumbusha watu hapa. Na kuna matambiko yalifanyika na bado yako hai, yanatesa nafsi yako. Popote pale ambako jina lako linatajwa, nafsi yako inatajwa kupitia vazi lako au chochote cha mwili wako, kupitia ile pete, kupitia vile viatu, kupitia zile bangili, kupitia ile hereni, kupitia zile nywele ambazo walichukua kichwani kwako, moto wa Bwana ukawake kwenye matambiko
moto wa Bwana ukawake kwenye matambiko yao. Nguvu ya Mungu idhihirike juu yako na ndani yako ya kwamba unatoka. Nguvu ya Mungu idhihirike juu yako na ndani yako ya kwamba unatoka. Umeitwa sana na usiowajua, na umeitika mara zote. Kuanzia muda huu hautawasikia wakikuita, maana nafsi yako inakombolewa na jina lako linakombolewa. Hata wakikuita hutawasikia. Wakikuita makaburini hutawasikia. Wakikuita kuzimu hutawasikia. Wakikuita kwenye madhabahu za giza hutawasikia. Ninakuchomoa kwenye mashimo yao. Ninakuchomoa kwenye makaburi yao. Ninakuchomoa kwenye majeneza yao. Ninakuchomoa kwenye sanda zao. Chomoka. Hiyo sadaka iende. Hiyo sadaka iende. Hiyo sadaka iende. Pale mahali ambako walichukua cha kwako wakaenda kufanya vya giza ili kutesa maisha yako, hiyo sadaka iende. Rapakura bosaya. Rapakura bosaya. Malaika wa vita wapigane upande wako. Malaika wa vita wapigane upande wako. Malaika wa vita wapigane upande wako. Malaika wa vita wapeleke hukumu kama Mungu alivyopeleka hukumu kwa miungu ya Kimisri. Malaika wa vita, malaika wa vita. Rabosai. Ndio, kuna watu wanapokea. Kuna watu wanapokea. Kuna magonjwa yanaondoka sahihi. Kuna magonjwa yanaondoka sahihi. Kuna vita vinakoma sahihi. Kuna mashambulizi yananyamaza sahihi. Rabosaya. Rabosaya. Nafsi yako iwe hai. Popote ambapo nafsi yako ilifungwa, ninaita nafsi yako. Ninaita nafsi yako kutoka shimoni, kutoka shimoni, kutoka makaburini, kutoka njia panda, kutoka baharini, kutoka kwenye maziwa, kutoka kwenye mito, kutoka kwenye milima, kutoka kwenye misitu. Ninakuita njoo. Rabosaya, ninakuita njoo. Njoo kwenye uhai, njoo kwenye afya, njoo kwenye kibali, njoo kwenye ndoa yako, njoo kwenye kazi yako, njoo kwenye biashara yako, njoo kwenye uzao wako. Njoo! Ninakuita njoo. Ondoka kwenye hicho kiti cha kipepo ambacho wamekukalisha. Ondoka kwenye vigonda vyao. Ondoka kwenye vigonda vyao. Ondoka kwenye vigonda vyao. Ondoka, 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 ondoka kwenye matambiko yao. Ondoka kwenye madhabahu zao. Ondoka, 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 ondoka kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka. Chomoka. Riboseke mayanta rabosa. Sasa inua juu, omba ya maombi baada yangu. Tayari neno anga limefunguka kwa ajili yetu na mbingu ziko wazi kwa ajili yetu. Nguvu ya Mungu iko hapa. 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 Rabosaya. Sema, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa neno la ukombozi ambalo umesema nami jioni ya leo kwa habari ya mavazi yangu na vitu vyote vinavyohusika na mwili wangu. Bwana, ninainua sadaka yangu mbele za madhabahu yako, mbele za madhabahu yako. Sadaka hii ikafanye vita popote pale ambapo nafsi yangu imekamatwa kwa lango la mavazi. Nafsi yangu imekamatwa kwa lango la vitu vyangu vya mwilini kwangu. Hii sadaka ikafanye vita. Bwana, nadai ukombozi, nadai ukombozi. Ninaiunganisha sadaka yangu na damu ya Yesu. Ninatoka kwenye mashimo yao, ninatoka kwenye makaburi yao. Popote pale walipochukua mavazi yangu, nguo zangu, vya mwilini mwangu, wakaenda navyo kwenye ufalme wa giza, kwenye mamlaka za giza, wakafunga jina langu, wakafunga nafsi
nafsi yangu jioni ya leo, kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka, ninapeleka ukombozi, ninatuma ukombozi kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka, kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka, kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka. Natangaza ukombozi wa nafsi yangu, natangaza ukombozi wa mwili wangu, natangaza ukombozi wa maisha yangu, natangaza ukombozi wa afya yangu, natangaza ukombozi wa kibali changu, natangaza ukombozi wa fedha yangu, natangaza ukombozi wa uchumi wangu, natangaza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, kila mmoja omba vile ambavyo Roho Mungu anakuongoza sasa. Tayari ninaona anga limefunguliwa kwa ajili yetu na mbingu za Bwana ziko wazi. Hebu omba, sukuma hayo maombi, sukuma hayo maombi kwanza. Nitaita watu baadaye kidogo, lakini omba kwanza hayo maombi ya kwako. Sukuma hayo maombi, sukuma hayo maombi, sukuma hayo maombi, sukuma hayo maombi. Rabosanda rabosaya, rabababababababa, 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 riando robo shikama yanta. Tunapeleka moto, tunapeleka moto mahali ambapo sadaka zetu, Bwana, tunazipeleka ni kule mahali ambako mavazi yetu yamechukuliwa, kule mahali ambako vitu vyote vya mwilini vimechukuliwa, wamefanyia matambiko. Tunatangaza ukombozi, tunatangaza ukombozi. Sadaka zetu Bwana, tunapoziachilia madhabahuni pako jioni ya leo, huyu mama akombolewe, huyu mwanamke akombolewe, huyu baba akombolewe, huyu mwanaume akombolewe, huyu binti akombolewe, huyu msichana akombolewe, huyu kijana akombolewe, hii familia ikombolewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukombozi, ukombozi, ukombozi. Fungua macho yako, endelea kuomba taratibu. Tembea, njoo toe sadaka. Tuna vyombo viwili, cha katikati na cha hapa mbele. Huku naomba, tembea njoo toe sadaka. Muda utusubiri, tembea njoo toe sadaka. Huku naomba, tembea njoo toe sadaka. Huku naomba, tembea njoo toe sadaka. Huku naomba, tembea, tembea, tembea. Rabosaya, rabosaya. Huku naomba, huku naomba, huku naomba, huku naomba, huku naomba, huku naomba. Usinyamaze, huku naomba. Rianda rabosanda rabosaya. Huku naomba, huku naomba, huku naomba. Yuko Mungu anayesikia, yuko Mungu anayejibu, yuko Mungu anayetenda. Huku naomba, huku naomba, huku naomba. Rianda rababababosanda rabosia. Rapakoria bababababa. Riando roboseke mayanta. Huku naomba, huku naomba, huku naomba. Ni ukombozi wako, ni ukombozi wako. Popote ambapo alichukua mavazi yako, popote ambapo alichukua nguo zako, popote ambapo alichukua vya mwilini mwako, huku naomba tangaza ukombozi. 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 Rabosaya, rabosaya. Huku naomba tangaza ukombozi. Huku naomba tangaza ukombozi. Huku naomba tangaza ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Yuko Mungu anayesikia, yuko Mungu anayejibu, yuko Mungu anayetenda. Ribosaya, ribosaya, ribosaya. Raboshanda rabakuya. Wakati wenzetu wachache wanamalizia kutoa sadaka, ninaomba hapa mbele niombe na mtu mmoja ambaye nguo zimepotea kwa mazingira ya kutatanisha, ya kutatanisha. Iwe ni mwaka, iwe ni miezi, iwe ni miaka. Njoo kwenye madhabahu, nibandike mkono juu yako, kibali cha Bwana kiende na wewe. Zimepotea nguo, imepotea pete kwenye mazingira ya kutatanisha. Acha nibandike mkono juu yako kwa haraka. Nibandike mkono juu yako kwa haraka. Narudia tena, kwa mazingira ya kutatanisha, sio lazima ukasahau. Tuweke mistari kwa haraka, nitapita tu kwa haraka kubandika mikono kama ilivyokuwa juzi. Kwa haraka tukifika mbele, funika macho. Kufunika macho maana yake unamwangalia Mungu peke yake, wala umwangalie mwanadamu. Mniwekee njia kupita kwa haraka.
Mniwekee mstari vizuri, tapita kwa haraka. Ribo seke mayanta. Vimepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Wanaivuruga nyota yako, wanavuruga kibali chako, ili usione mwelekeo. Wanakuvuruga, haitatokea. Kule nyuma kama una stamina kusimama, simama. Taongoza tena maombi haya kidogo, alafu nitakuacha kila mmoja aombe vile Mungu alivyomuongoza. Nitapita kuweka mikono kwa haraka kwa wenzetu walioko mbele. Wahudumu mnisaidie kuweka njia. Watu wamebadana pale nyuma, mweke njia. Nitapita tu kwa haraka mara moja. Mikono inua juu kabisa pamoja na wenzetu hapa mbele. Omba haya maombi kwa utulivu wa ndani kabisa. Sema, Roho Mtakatifu, unanijua jinsi nilivyo, madhaifu niliyo nayo, wewe unajua chanzo chake. Mateso niliyo nayo, wewe unajua chanzo chake. Nimekuja kwenye madhabahu, nimesimama madhabahuni. Kuna vya kwangu, vya mwilini kwangu vimepotea kwa mazingira ya kutatanisha, isiyoelewa. Sijui nani aliyechukua, kwa lengo lipi, lakini wewe unajua, wewe unajua, wewe unajua, wewe unajua, wewe unajua. Jioni ya leo nitoke hapa na ukombozi wangu. Mavazi yangu hayatarogeka kama ambavyo yale mavazi ya Shadraka, Meshaki na Abednego hayakuteketea kwa moto, na mavazi yangu hayatarogeka, hayataungua kwa moto wa kiganga, kwa moto wa kichawi. Ninakataa kwa jina la Yesu, ninakataa kwa jina la Yesu. Chochote cha kwangu ambacho wamekichukua hakitakuwa na faida kwao. Chochote cha kwangu ambacho wamekibeba hakitakuwa na faida kwao, na madhara yao walioyakusudia yaje kwangu hayatanipata, na madhara yao walionikusudia yaje kwangu hayatanipata, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, kila mmoja aliitie jina la Yesu. Omba unavyojisikia ndani ya roho yako. Baba, kama una nguvu tuwekee mikono wazi, kama nguvu ipo. Rabo saya, najua umechoka, mwili umelemewa na vitu vingi, lakini tunaweza tukaomba mara moja. Ribo saya, rabo saya, rianda rabo saya. Ukombozi kwa jina la Yesu, ukombozi kwa jina la Yesu, ukombozi kwa jina la Yesu. Kila mmoja aombe ukombozi kwa jina la Yesu, 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 ukombozi kwa jina la Yesu. Kila mmoja aombe, kila mmoja aombe, kila mmoja aombe. Ngangana, 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 ngangana. Robo saya, ukombozi kwa jina la Yesu, ukombozi kwa jina la Yesu, ukombozi. Saidia, saidia. Popote ambako walipeleka vya kwako, wanaiachia nafsi yako, wanaiachia nafsi yako, wanaiachia nafsi yako. Sogeza kwa zinabomolewa ngome zao na kuta zao. Ninakuita binti, ninakuita binti, chomoka, 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 chomoka kwenye mashimo yao, chomoka kwenye mashimo yao, chomoka kwenye mashimo yao, chomoka, chomoka binti, chomoka. Hayo mateso hautayaona tena. Rabosaya, ukombozi, ukombozi. Ndio hiyo nguvu inakomboa vyote vya kwako. Saidia. Hiyo nguvu inakomboa, hiyo nguvu inakomboa, hiyo nguvu inakomboa. Iache ijae ndani yako, iache ijae ndani yako, iache ijae ndani yako. Inakomboa, hiyo nguvu inakomboa. Hiyo nguvu inakomboa, hiyo nguvu inakomboa, inakomboa vyote, inakomboa vyote, inakomboa vyote. Saidieni hao watu wanaozijua. Inakomboa vyote, inakomboa vyote. Hiyo nguvu inakomboa, hiyo nguvu inakomboa. Yes, ni ukombozi kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu inakomboa, hiyo nguvu inakomboa, hiyo nguvu inakomboa. Pokea ukombozi wako binti, pokea ukombozi wako. Fire on you. Popote pale ambapo walichukua vya kwako, nguvu ya Mungu juu yako, nguvu ya
Mungu juu yako, nguvu ya Mungu juu yako, nguvu ya Mungu juu yako, nguvu ya Mungu juu yako, nguvu ya Mungu juu yako. Ninaita nafsi yako itoke shimoni. Rabosaya, msaidie. Rianda rababababababa. Rianda raboseke mayanta. Pokea ukombozi, pokea ukombozi kwa damu ya Yesu. Kwa damu, pokea binti ukombozi kwa damu ya Yesu. Ukombozi kwa damu ya Yesu. Pokea ukombozi kwa damu ya Yesu. Pokea ukombozi, pokea ukombozi kwa damu ya Yesu. Rabosaya, kwa damu ya Yesu pokea ukombozi. Chochote ambacho amechukua hakitakuwa na madhara kwako. Power of God, uwezo wa Mungu. Chomoka, saidia huyo. Chomoka, 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 chomoka kwenye mitego yao, chomoka kwenye kamba zao, chomoka kwenye mashimo yao, chomoka. Saidieni. Pokea binti ukombozi, ukombozi. Hawatakuweza tena. Pokea mama. Rabosaya, pokea ukombozi, ukombozi. Sogemele kidogo. Rianda rabosia, pokea ukombozi. Walichochukua kwako hakitakuwa na madhara tena. Pokea ukombozi kwa damu ya Yesu. Ukombozi kwa damu ya Yesu. Ukombozi. Pokea kwa damu ya Yesu. Ukombozi. Pokea kwa damu ya Yesu. Msaidia huyu. Kuna nguvu za Mungu naziona juu yake. Kuanzia kwenye utosi wa kichwa hata kwenye nyayo za miguu. Pokea ukombozi wako binti. Pokea ukombozi wako binti. Pokea ukombozi wako binti. Nafsi yako inakombolewa. Nafsi yako inakombolewa. Nafsi yako inakombolewa kwa damu ya Yesu. Pokea binti, kwa damu ya Yesu. Pokea kwa damu ya Yesu. Pokea kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea kwa damu ya Yesu. Saidia wewe binti. Saidia. Power of God in the mighty name of Jesus. Hamtamweza tena, 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 hamtamweza tena. Come out in the mighty name of Jesus. Come out. Funguka kijana, funguka, funguka. Ukombozi kwa damu ya Yesu. Mama, ukombozi kwa damu ya Yesu. Shikia mtoto kidogo, shikia mtoto kidogo. Ina mikono juu, kuna kitu nakiona kikosa. Popote ambako alikupeleka, ninakuita urudi, ninakuita urudi, ninakuita urudi, ninakuita urudi, ninakuita urudi, ninakuita urudi. Popote ambako alikupeleka, popote ambako alikupeleka, ninakuita urudi, ninakuita urudi, ninakuita urudi, ninakuita urudi. Urudi, na vyote walivyonyang'anya vinarudishwa kwenye mikono yako. Na vyote walivyonyang'anya vinarudishwa kwenye mikono yako. Na vyote walivyonyang'anya vinarudishwa kwenye mikono yako. Pokea kwa imani, kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Ukombozi. Pokea mama, ukombozi. Saidia wewe. Power of God in the mighty name of Jesus. Nafsi yako inakombolewa. Nafsi yako inakombolewa. Nafsi yako inakombolewa. Nafsi yako inakombolewa. Chochote ambacho walichukua kwenye mazingira ya kutatanisha, ribosaya, hakitakuwa na madhara kwako. Hakitakuwa na madhara kwako. Hakitakuwa na madhara kwako. Funguka. Hawatakuona kuanzia jioni ya leo. Pokea nguvu za Mungu juu yako. Ukombozi. Power of God in the mighty name of Jesus. Ukombozi. 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 Ukombozi in the mighty name of Jesus. Ukombozi. 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 Come out in the name of Jesus. Rabababosaya. Unatoka kwenye hayo mashimo, unafunguliwa, unakombolewa kwa moto wa Bwana. Saidieni taratibu. Pokea binti, unafunguliwa. Power of God in the name of Jesus. Unatoka, pokea binti, unafunguliwa. Power of God in the mighty name of Jesus. Unafunguliwa, pokea binti. Power of God. Msaidie.
Binti unafunguliwa, chomoka kwenye mashimo yao. Huko tayari nimeshaka mikono. Nimewekea mikono wote. Amina. Asante. Sijamsahau mtu huko. Baba mchungaji, nimemsahau mmoja. Yuko hapa njoo. Oh, dada ina mikono njoo. Ukombozi dada, ukombozi. Powerful in the mighty name of Jesus. Hawatakuona, hawatakuweza. Hawatakuweza katika jina la Yesu. Powerful in the mighty name of Jesus. Hawatakuona, hawatakuweza. Hawatakuweza. Powerful in the mighty name of Jesus. Huyu sio wa kwenu. Nyota yake itang'aa, kibali chake kitainuka. Nyota yake itang'aa, kibali chake kitainuka. Atafika kwenye hatima kwa jina la Yesu. Pokea binti. Powerful in the mighty name of Jesus. Kibali kikanae, ukombozi, nyota ikaonekane. Hawatakuona katika jina la Yesu. Inua mikono juu, tumalize, muda umeisha. Kanisa zima simama, tumalize, muda umeisha. Simama. Sema asante Yesu. Napokea kwa imani ukombozi wangu katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu.